Ni siku ya Ijumaa asubuhi ya leo ambapo mpenzi mtazamaji naomba kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, umeweza na kupeana haja zako mbele zake. Maana kile ambacho huwa unajitamkia kupitia kinywa chako hicho tu huwa unakipokea. Ndio maana huwa wakati mwingi ninakukumbusha kwamba jitamkie baraka. Jiite baraka. Maana wewe ni mbarikiwa, umebarikiwa. Ama unaweza kuwa unaona mengi, unapatana na mengi, unakumbwa na mengi, lakini umebarikiwa. Kuna mahali tu hata wewe ukiangalia unaona kwamba hapa ni kweli kabisa nimeweza na kubarikiwa. Hivyo basi hata wakati ambapo tunapoomba Mwenyezi Mungu, tunampia haja zetu, tukumbuke kwamba kumshukuru kila wakati hata yeye huwa anafurahia. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ili tuweze kuendelea na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Konza City Mukapastorate Makueni Sub-Headquarters. Tutaendelea kuwa pamoja nanyi akitufundisha mengi kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo anatuletea hivi sasa. Karibu. Ujambo mtazamaji wangu. Nayo furaha nyingi kwa ajili ya kuiona siku hii ya leo. Najua kwamba uliporauka pale na kuamka umeweza kumtukuza Mungu. Karibu kwenye kipindi hiki ambacho tutasoma katika kitabu cha Waebrania. Sura yake ni ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 3. Mungu ambaye alisema zamani za baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye alifanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakazo wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Tuombe. Mtakatifu Baba wa amani, Mungu ishie milele, asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya kibali cha uhai. Naomba upate kumbariki mtazamaji ili Mungu tukapate kuinuliwa nawe kupitia neno lako. Uwe pamoja nasi na utubariki. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen. Mahali ambapo tumeweza kupata somo letu leo, kuna neno kwamba neno la Mungu la mwisho ni mwanae Yesu. Mungu alitumia njia mbalimbali kuwatumia watumwa wake. Mungu aliweza kuwatumia na njia mbalimbali nyingi za kila aina ili kuandaa mtu kuwa katika kazi yake na kuwa katika ujumbe wake. Najiona ya kwamba kuna watu mbalimbali ambao waliweza kutumika Agano la Kale. Mfano wa vile ninasema ni kwamba aliweza kumtumia Isaya kupitia maono, vision. Aliweza kumtumia Isaya kupitia maono. Kisoma Isaya sura ya 6. Pia tunaweza kuona ya kwamba aliweza kumtumia Yakobo kupitia ndoto. Ukipata utasoma Mwanzo 20:8 aya ya 10 hadi 22. Tunapata kuona ya kwamba alimtumia Ibrahimu na Musa alinena na wao uso kwa uso. Mungu aliweza kunena na hao watu. Hakuweza kuwa na vision ama ndoto, aliweza kunena na wao. Akawaambia wakimsikiliza. Siku ya leo Mungu anazungumza nasi, wewe mtazamaji. Mungu anazungumza na wewe, Mungu anazungumza na mimi, Mungu anazungumza nasi. Na kwa sababu Mungu anazungumza, tunahitaji kuwa tayari kumsikiliza na kupokea ule ujumbe ambao ako nao kwa ajili yetu. Siku ya leo anazungumza nawe
kupitia njia mbalimbali. Na tunapolisoma neno la Mungu, ndipo tunajua Mungu anataka nini katika maisha yetu. Ndipo tunapopata kuelewa ya kwamba tunapaswa kuishi namna gani. Kupitia maandiko ama kupitia neno la Mungu, ndipo uweza na nguvu Mungu anafanya kazi nasi kupitia neno lake. Mpaka tusikilize kwa makini, mpaka tumfuate anavyosema. Naweza kuona ya kwamba kwa sasa tunapomjua yeye, tuna kila kitu ambacho tunahitaji kutoka kwake. Tunapomjua Kristo, tunapomjua Yesu, tunapomjua Mungu Baba, hakika kila kitu tunahitaji tunaweza kupata kwake. Je, ni nini nakusumbua mtazamaji wangu? Unasumbuka na nini? Mzee uliyeketi pale, unasumbuka na nini? Shida zako ni nini? Muishie Yesu, kwa sababu ni muweza wa yote. Hakuna jambo lolote ambalo linaweza kumshinda, kwa sababu yeye ni Mungu aishie milele. Tunapotazama unaona ya kwamba enenda kwanza kwa Mungu. Zungumza naye kupitia maombi. Mawasiliano yako na Mungu ni ya kupitia maombi. Hata wale wazee ambao tumesoma hapa waliotutangulia, walikuwa watu wa kuomba kwa Mungu. Waliweka dua zao mbele za Mungu, naye Mungu alipata kuwajibu na kuwatendea kulingana na maombi yao. Unapopiga simu, unasubiri kusikia. Ukisema alo, unaambiwa alo na mwenzako ambaye mnazungumza pamoja, na hapo mawasiliano inaendelea. Inahitaji uwasiliane na Mungu vizuri. Inahitaji mawasiliano yako yasikatishwe na shetani. Sasa tunaweza kuona ya kwamba kupitia kwa njia ya maombi, msikilize yeye kupitia neno lake anavyosema. Atakusimamisha imara wakati mambo ni magumu. Unapokabiliwa na shida mbalimbali, yeye kilichoko ni kukupa tu uzima wa kusimama, ni kukupa nguvu. Hauwezi ukaenenda peke yako. Hata wale ambao tumewasoma hapa kama Ibrahimu, Musa, mtu hakuenenda peke yake, Mungu aliweza kuenenda pamoja naye. Changamoto zote unazozipitia, jipe moyo ndugu yangu. Iwe ni magonjwa, iwe ni nini, iwe uliambiwa utapona katika Yesu, ama ndani ya Yesu kuna uponyaji. Kwa ajili yeye ni uponyaji wetu. Mungu alinena na watu kupitia Agano la Kale ili na wao kufanya kazi. Yesu pamoja na uumbaji aliweza kuwa misingi ya dunia ikiwekwa, kama vile nilitangulia kusema. Unaona ya kwamba amejawa na mfano wake Mungu. Yeye ni Mungu, ana uungu ndani yake, huyo Yesu. Sasa mtazamaji wangu, jambo moja ni kwamba ujue ya kwamba Mungu analolisema linatendeka na hakuna kubadilika. Sasa tazama Yesu anayekutendea mema duniani hii ili aweze kukuongoza na endelee na kukuinua na azidi kukuonyesha njia iliyo ya haki na ya kweli, na ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa mpe nafasi azidi kuendelea na kukusaidia maishani mwako. Usijisukume na nguvu zako mwenyewe. Kukubali tu Yesu akuongoze. Mungu sema nami, Baba yangu sema nami, na pia atakufanyia hilo na utatenda vema. Nena naye kupitia neno lake, kumsikiliza. Unaposoma neno la Mungu, ndipo unapojua jinsi mapenzi ya Mungu yalivyo. Ndipo unapojua jinsi ya kumwishia yeye na jinsi ya kumtumikia. Hivyo basi, mpaka ulisome neno la Mungu. Kuna mtu ambaye anapenda ukaa mbali na neno la Mungu, lakini ni vizuri kusoma neno, ni vizuri kuitafakari, ni vizuri kuichambua vizuri na upate kuelewa kindani neno linasema nini, na hapo unapata nguvu ya kuendelea. Mtazamaji wangu, ndugu na dada yangu, usilipuuze neno la Mungu. Umpe Mungu nafasi ya kwanza. Neno la Mungu litakufanya, tunapolisoma linaweza kukusaidia
kushinda dhambi. Unapolisoma neno la Mungu utakuwa na jambo la kunena na watu wengine. Unaposoma neno la Mungu hautakuwa tena na kujisumbukia, maana uweza na nguvu uko ndani ya neno la Mungu. Utashinda hayo yote. Ufunuo wa Mungu tele unapatikana katika neno lake au katika Biblia. Hivyo basi, mtazamaji wangu, zingatia sana kulisoma neno la Mungu. Tafakari mapenzi yake. Kubali kutafuta mapenzi yake na upate kuenenda katika njia za haki, njia zinazostahili. Je, unalisoma neno kila siku? Chakula unasoma, unakula kila kitu. Kila siku unakula chakula, lakini unastahili kusoma neno la Mungu kila siku. Unapolisoma, jiulize maswali haya matatu yafuatayo. Swali la kwanza, neno linasema nini? Neno linasema nini? Jambo la pili, neno linamaanisha nini? Na jambo la tatu, neno nitafanya nini ili niliweke katika maisha yangu ya kila siku? Hayo ndiyo ambayo maswali matatu unastahili kujiuliza unapolisoma neno la Mungu, na hapo Mungu atakufunulia zaidi na atakupa uweza na nguvu za kuendelea ndani yake. Kwa sababu unaweza kuona ya kwamba katika mwana aliyeweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu, yeye kuwa mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni mwana. Damu yake ni damu ya baba yake iliyomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate ondoleo la dhambi. Nguvu za Bwana zizidi kutenda kazi pamoja nawe. Mungu apate kukusaidia na kukuinua zaidi. Mungu akupe kuwa na hamu ya kulisoma neno la Mungu, mtazamaji. Litakujenga, litakusaidia, litafanya uendelee na kukua kiroho. Ndugu yangu, usilidharau kamwe neno la Mungu. Neno la Mungu ni tofauti na vitabu vile vingine vyote ulimwenguni. Ni tofauti na magazeti. Ni tofauti na yale storybooks unazozisoma, ama vitabu zote unazofanya, ama za shule. Neno la Mungu lina uhai ndani yake. Neno la Mungu lina nguvu ndani yake. Bwana azidi kukubariki ili ukapata kuendelea na kulisoma neno la Mungu na kukua kiroho. Na hivyo basi utazidi kumtukuza Mungu. Bwana aibariki neno lake. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu uliyefanya misingi ya dunia ukaliweka na ukaumba vyote kwa mapenzi yako, tunaomba Baba ukapate kumbariki mtazamaji, ukapate kumsaidia katika shida zake, ukampa nguvu na moyo wa kuendelea kulisoma neno la Mungu ambalo litamjenga, litamsaidia maishani mwake. Mpe kuendelea na upya wa uzima, kwa sababu wewe ni Mungu uishie milele. Bariki neno lako, bariki mimi pia mtumishi wako, na zizi zote ukatupe kukuishia wewe. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen. Neno la mwisho ni mwanaye Yesu Kristo. Kupitia hayo ambayo tumeweza na kuletewa ama kufundishwa asubuhi ya leo na hata kuyasoma, ni kwamba zamani Mungu alikuwa anazungumza kupitia kwa manabii, lakini kwa sasa anazungumza kupitia mwanaye Yesu Kristo. Je, huyu Yesu Kristo uliweza na kumkumbali ili ukaweze na kusikia sauti ya Mungu mwenyewe kupitia kwake? Yesu ni mrithi na ni muumba wa kila kitu, maana hata hapo zamani neno tulikuwa tunasoma kwamba neno lilikuwepo, neno lilikuwa Mungu. Neno ni kumaanisha kwamba Yesu hata hapo zamani alikuwepo. Maana wakati ambapo hata tunaomba tunajua kwamba Mungu, kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ni kusema kwamba Yesu mwenyewe ni Mungu, na ndio sababu nimeweza na kusema kwamba ni muumba wa kila kitu.
kusema kwamba Yesu hata yeye ni muumba wa kila kitu. Yesu ni mwangaza na utukufu wa Mungu. Tukimkubali anakuwa mwangaza kwetu. Mwangaza kwetu, ni nuru kwetu, anatuangazia. Wakati ambapo tumeweza na kumpokea, hatuwezi tukapotelea ndani ya giza. Anatuongoza kila wakati. Maana kuna Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu. Utufundisha, utunenea hapo ndani tu ya mioyo yetu, kutuonyesha kwamba fanya hili, usifanye hili, ongea hili, usiongee hili. Roho Mtakatifu akiwa anafanya kazi. Maana Mwenyezi Mungu alisema kwamba hata wakati ambapo Yesu alikuwa anarudi tu kwake juu mbinguni, alituambia kwamba sitawaacha kama watoto mayatima, lakini ninawaachia msaidizi. Ambaye ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Yesu anasafisha dhambi kwa nguvu zake. Huyu Yesu ambaye kwa sasa tunahesabu tu masiku ili tukaweze na kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Alizaliwa ili kwa wakati mmoja akaweze na kuambwa msalabani, na pale tukaweze na kupokea wokovu kupitia damu yake iliyomwagika pale. Wakati ambapo ninamalizia, ninakuacha na hili. Jifikirie na uone kwamba kuna haja ya kumpokea huyu ambaye usafisha dhambi kwa nguvu zake. Akikusafisha ni hivyo, umekuwa mwana katika ufalme wake. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Siku ya leo kuna ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka kwako wewe mahali popote pale utashinda ukiwa neema ya Mwenyezi Mungu ikutoshe. Bye bye.